Sawa sawa, karibu karibu. Airplane mode, mtu asipige. Haleluya. 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 Yes. Basi kwa ajili ya muda na kwa ajili ya masaa, ninaomba tu mahali ulipo simama kwa miguu yako miwili, tuweze kuonyesha heshima mbele za Bwana na hata mbele ya ile ibada inayoendelea sasa hivi. Nilikwambia kila ukija hapa, elewa ya kwamba ni maeneo ya ibada. Elewa kwa kamili ni maeneo ya ibada, na ukiwa hapa majira kama haya lazima utasikia sauti hii ikikuletea habari njema. Inamisha uso wako kwa dakika moja ili tumwalike Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katikati yetu. Kama umevaa kofia yako, toa Bwana. Ni heshima kwa Mungu. Baba, ni asante kwa majira haya, nalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mkuu, mtakatifu, unayetawala mbingu, dunia na hata bahari na vyote vilivyomo ndani yake. Tunakushukuru kwa umbali umetufikisha Bwana, kuiona siku ya leo sio kwa bahati nasibu Bwana. Tunajua kwa kabisa ni umetukirimia neema yako, huruma zako ndio zimetuangalia. Wengine wetu hatuistahili hii siku, hatuistahili kabisa. Wengine wetu kwa maasi na maovu tuliyofanya hatustahili kuongezewa hata dakika moja ya maisha, lakini kwa sababu ya upendo wako kwa wanadamu, ulitupenda tukiwa na dhambi zetu, hata kabla sisi hatujaitubia dhambi yetu. Ulitupenda na ukatuletea Mwokozi, ukatuletea swala la kutubu, ukatuletea hekima safi ambayo ni ya kuishi na wewe, ukatuletea tumaini jipya. Hata wakati dunia hii itaondolewa, kuna New Jerusalem, tumaini jipya. Umetuletea maisha baada ya kifo, yaani unasema kwa lugha nyingine uzima, tena uzima teletele. Haya ni mambo ambayo imetupasa sisi kama wachungaji tuyaeleze kwa ufasaha, ili wewe Kristo ukaweze kueleweka kwa wengi. Asante hata kwa madhabahu haya, kwa sehemu hii tunaomba tu ikatakasike na kukubalika, ili tuwe na ushirika na wewe jioni hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Naomba chukua nafasi yako ukae. Karibuni nyote, naomba tu niwakaribishe kwa sababu ni swala ambalo Mungu amelifanya. Kuwa kwenu hapa ni kazi yake. Hakuna mahali tumeandika ujumbe ya kwamba tukutane hapa. Hakuna mahali popote ambapo tumeweza kuambiana nikute hapa masaa kama haya, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo ametukirimia, basi tunasema asante. Jioni ya leo sitachoka kukueleza habari za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nilikwambia ukiona mwaka unaisha na mwingine unaingia, jua tunakaribia zaidi kuiona siku hiyo. Usiseme labda tumekaribia kwa mambo mengine, hapana. Wewe kaa ukielewa tunakaribia judgment, tunakaribia kunyakuliwa kwa kanisa, tunakaribia siku ya mpinga Kristo, tunakaribia dhiki kuu. Haya ni mambo ambayo wewe kama Mkristo inakupasa kuyaelewa kwa jinsi hiyo. Ndugu yangu, usidanganywe.
Usidanganywe na matatizo yako unayopitia ukatamani mambo yabadilike kila kukicha. Hiyo ni tamaa ya mtu ambaye anapitia mateso na shida na dhiki za kila aina. Tamaa ya mtu kama hiyo anasema labda kesho yangu itakuwa njema, labda kesho kutwa yangu itakuwa njema. Sio vibaya kufikiria hivyo, lakini ukweli wa neno la Mungu ni kwamba kadri siku zinakwenda kuyoyoma, ama kadri tunavyoelekea katika siku za mwisho, maandiko inasema tujiandae kwa ajili ya ubaya utakaokuwa katika dunia. That is the reality. Tupende tusipende, tuwaze vingine, tuwaze vipi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kadri jinsi tunavyoikaribia siku ya Bwana, mambo yatakuwa mabaya. Biblia inasema hivyo. Kuna njaa zinakuja, kuna mateso yanakuja ya kanisa, wacha tu ya kanisa, hata ya Wakristo. Kuna dhiki za ajabu ambazo zimefunuliwa hizi siku za mwisho, dhiki ambazo zinakwenda kutuletea machozi, dhiki. Wewe unasikia ya kwamba upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Maandiko inasema hivyo. Na upendo ukipoa, unajua sasa watu watakuwa wanadhulumiana, watu watakuwa wananyanyasana. Ukabila utazidi, ubaguzi wa rangi. Haya ni mambo tumeanza kusikia tu, the racial discrimination, ubaguzi wa rangi. Unasikia hili ni swala limeingia kwa wanaspoti, hili ni swala limeingia kule Amerika. Rais anasimama anaongea bila hata kuona uoga, anasema mimi sitaki watu weusi, ngozi nyeusi sitaki. Na ni rais mzima kabisa ambaye anasimamia taifa ambalo linafaa kutupa mwelekeo, inasemekana United States of America. Ubaguzi wa rangi, huo ni upendo kupoa. Tunaana ukabila katika nchi yetu, huo ni upendo kupoa. Tunaona tu mambo ya vita na matetesi ya vita, na haya ni mambo tu yanaanza. Maandiko yanasema hizi ni changamoto zinaanza sasa hivi. Kuna mambo maovu zaidi, ushoga unaendelea, mambo ya ulawiti, tunasema lesbians, mambo hayo yanaendelea. Tunasikia watu wanaendelea kuuana, na hizi ni siku hizo za mwisho. So nitakuwa ninafanya makosa sana nikikosa kukupatia mwangaza, nikikosa kukupatia mwangaza wa mambo haya ambayo yanakuja, na yanakuja kwa upesi sana. Huu mwaka umeenda mbio ambayo hatujapata kuona. Na unajua maandiko yalisema hivyo wazi ya kwamba siku za mwisho hata miaka itakwenda kwa mbio, hata siku zitakwenda kwa mbio. Wacha tuingie ndani ya Biblia tusikie maneno kuhusu kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na unajua hiyo siku sio hoja, kwa sababu lazima itatimia. Tupende tusipende, lazima itafika. Kama vile Kristo tu alivyozaliwa, na hiyo siku pia itafika. Kama vile watu waliingoja, wakaingoja, wanangoja Masia, na akakuja na akaenda. Ninaweza kusema alikuja kama mwizi, kwa sababu watu wake hawakumjua. Yesu alikuja kama mwizi mara ya kwanza. Makuhani walikuwa hekaluni, hawakumfahamu. Alikuja kama mwizi. Maandiko yanasema hata siri iliibiwa watu wachache sana. Iliibiwa Zakaria, ikaibiwa Yohana, kaibiwa Mary. Tunaambiwa kuna wachungaji, kuna mamajusi waliibiwa siri hii. Yaani ni watu wa kuhesabika. Watu wa kuhesabika ndio walielewa Yesu ni nani. Watu wa kuhesabika. Just imagine, in the whole world, watu wa kuhesabika. Hata tukianza kuwahesabu sidhani kama wanafika 10. Bwana Yesu asiweza. Na wakaibiwa siri, wakaambiwa sasa Mwokozi amekuja. Na Yesu akaondoka hivyo bila watu hata kukubali. Japo mambo ushahidi ulikuwa, tena ushahidi ulitoka from the right source. Ushahidi ulitoka
kwa kuhani. Yule aliyeanza kuhubiri mambo ya Yesu ni Zakaria. Zakaria ndio alitoa ushahidi wa kwanza ya kwamba yeye mwenyewe atampata mtoto, atamtengenezea Masia njia. Yule alikuwa na ushahidi dhabiti, ni kuhani mkuu wa hekalu. Na mimi nashindwa, sijui makuhani walianza vita wapi. Na yule alikuwa na ushahidi dhabiti ya kwamba Masia amekuja, ni kuhani mkuu. Mwaka huo yeye ndio alikuwa hekaluni. Mwaka huo yeye ndio alikuwa anafanya ibada za hekaluni. Malaika akamtembelea, akamwambia, wewe utapata, na pia kuna mwingine anaenda kupata, na huyu atamtengenezea yule njia. Na yeye alipoondoka, kijana wake pia akabeba meseji hiyo, akasema, jamani, yule pale, yule ndio aondoaye dhambi za ulimwengu. Na injili ikaendelea, lakini bado wakafanya mioyo yao kuwa migumu. Ilianza from the right source. Mtu asiseme ya kwamba utambuzi wa Yesu au kuanza kwa hekalu. Ilianza kwa hekalu la Waisraeli, la Wayahudi. The high priest was given the message. Lakini sasa wakafanya ujinga, wakakataa mambo ya Yesu Kristo. Sasa maandiko nasema tena, Mungu amerudi pale pale kanisani. Mungu amerudi pale pale kanisani. Anaanza kutangaza kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa Mungu amerudi pale pale kanisani. Anasema, mimi sitafanya jambo bila kuwafunulia watu wangu. Sitafanya jambo. Sasa Mungu ametufunulia kuhusu habari za kuja kwa Yesu. Iko siku ninajua watu watamlaumu Mungu sana. Wakati kanisa litachukuliwa, watu watamlaumu Mungu. Lakini Mungu atawaambia, niliongea ya kutosha. Kama vile Mungu tu alimwambia tajiri akiwa kule jehanamu. Kule duniani kulikuwa na kina Musa na kina nani, si waliongea? Tajiri alikuwa anataka kutumwe malaika kutoka mbinguni ndio ahubirie watu. Lakini Mungu akasema, wakina Musa walikuwepo na wengine walikuwepo. Kama hawatasikia hao, hata tutume nani? Hawatasikia. Na wengi watalaumu Musa. Watu wengi watalaumu Mungu sana kwa ile dhiki watapitia, kwa ile mateso watapitia, kwa jinsi maisha yatabadilika. Watu watalaumu Mungu kweli kweli. Wacha tusikie maandiko jioni ya leo yanatuambia nini. Maandiko haya jioni ya leo, Mungu akusaidie kuelewa. Anakuja, lakini anatutaka tuwe kwa hali gani? Mimi napenda huo mstari kila wakati, kitabu cha Petro. Napenda sana huo mstari kila wakati. Kuna kitu ambayo inafanya ndani yangu. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3. Hicho kitabu huwa kinanijenga mahali, na kama vile mimi kinanikumbusha kujiweka tayari, na pia naomba na wewe pia kikufundishe kujiweka tayari. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3. Tuanzie mstari ni ule wa 9. Wacha tuanzie mstari wa 8. Anasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja kwa Mungu. Msisahau vile Mungu anavyoangalia miaka, vile Mungu anavyoangalia majira. Ndugu yangu, Mungu anayaona ni kitu kidogo sana, ni kitu kidogo sana kwake. Yeye anaishi milele. Maana yake mambo ya miaka, mambo ya time haimsumbui, anaishi milele. Na ndio maana hili jambo lazima likusumbue wewe, likusumbue kabisa. Hili jambo lazima likusumbue wewe. Wakati unaona bado uko na miaka ya kupoteza, Mungu anaona hauna kitu wewe, hauna kitu kabisa. Mwanzo haujijui, umekaa katika giza. Nakumbuka story moja ambayo Yesu alitoa
Na hata kila wakati tunaposoma hiyo story pia inashtua roho. Yule tajiri aliyelima shamba lake akaamka asubuhi moja akaona mavuno ni mengi, akasema nitavuna, akajipanga kweli kweli. Sasa hivi kuna watu wanajipanga na mwaka ujao, wanasema hata kama hii 2020 nimepoteza, 2021 lazima nijipange. Hatuna tofauti na yule tajiri mpumbavu, yule aliyekuwa anasema sasa naona nitavuna, naona mambo yangu yatakaa vizuri, wacha nijipange. Tena akasema najua la kufanya, nitabomoa hizi gala ndogo, nijenge gala kubwa, ningojee mavuno na roho yangu itatulia. Kuna watu wanajipanga hivyo next year. Na usiseme mchungaji, kwa nini unatuvunja moyo wewe? Wewe ujui yale tumepitia. Ninakwambia the truth of the word of God. Mungu hata hatambui ya kwamba tumepitia hali gani. Yeye hata hatambui. Yeye anaenda na majira yake, anaenda na ile mipango aliyoweka. Yeye anajua siku za mwisho alikusudia nini. Yeye anajua vile hali ya siku ya mwisho itakavyokuwa. Hana hata haja ya kubadilisha chochote. Amekaa pale kuona mipango yake itatimia. Amekaa hapo kuona hiyo. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana mahali. Mungu amekaa pale anangojea kuona kila kitu alichoongea kimetimia. Sasa wewe unajipanga, unasema mwaka ujao hata kama hii nimepoteza, wacha nijipange. Na ndugu yangu, usiku huo, maandiko nasema usiku huo tajiri akaambiwa, mpumbavu wewe, tunataka roho yako. Roho yako inatakikana, mpumbavu wewe. Biblia inasema na sisi tutapatikana hivyo hivyo. Kanisa litachukuliwa hivyo hivyo. Heri ni wale wanaojiandaa. Heri ni wale wanaojiweka katika hali ya kuangalia kalenda ya Mungu inasemaje. Ole wako wewe unabebwa na kalenda ya dunia. Na kalenda ya dunia inafanya mambo yake, na Mungu ana kalenda yake. Na maandiko nasema ya dunia itaanguka, ya Mungu itasimama. Watu wengi wamependa kuelewa vitu kwa njia ambayo sio ya kibiblia, na wamekubali kupokea tu mahubiri yoyote ambayo yanaweza kuongea vizuri ndani yao. Wamekubali hiyo. Sasa wacha tusome. Nasema msidanganywe bwana. Siku za Mungu zinaweza kutokea ghafla. Siku za Mungu zinaweza kutokea ghafla. Wale wote waliopatikana walipatikana ghafla. Inashangaza sana. Inashangaza sana. Maandiko yanasema wakati Zakaria alipoambiwa habari za yeye kupata mtoto, na akaambiwa habari za Yesu, ilimaliza tu miezi 6. Maandiko yanasema ilipofika mwezi wa 6, malaika huyo akatembelea Mary. Haikukaa. Elizabeth aliambiwa mwezi wa kwanza, baada ya miezi 6 Yesu Maria akapelekewa stone. Akaambiwa, na wewe tumekuja kukuletea habari. Mwenzako tayari yako nayo. Sasa wewe unaenda kuipokea. Vya Mungu havikai. Wewe ndio unaona vinakaa. Lakini kwa macho yake anaona muda haupo. Muda umeyoyoma. Vya Mungu havikai. Ile kitu ambayo hata inachangia Wakristo wengi wasielewe mambo ya Mungu ni wachungaji ambao wametokea na wanapotosha maneno ya Mungu. Wanayapotosha, hawayazingatia Mungu. Wakiona watu tu hivi wanataka kuwatabiria mambo yao mazuri, wanataka kuwaombea, wanataka kuwaambia vile watafanikiwa, vile watainuka. Hawataki kuwaambia ya Mungu. Na hiyo ni kitu mbaya sana ndugu yangu. Kitu mbaya sana. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Wakristo lazima tutembee na makusudi ya Mungu. Tuache kutembea na makusudi ya wanadamu. Wachungaji wenzangu mnaonisikia, tutembee na makusudi ya Mungu.
ili tuweze kuwaokoa ndugu zetu. Wewe tembea na makusudi ya wanadamu, yatakupata hata na wewe. Ya Mungu hayachezewi bwana, ya Mungu hayachezewi. Ninakumbuka yule mfalme aliyekuwa Yuda wakati wa Yeremia, alitaka kusikia maneno mazuri kutoka kwa Yeremia, lakini Yeremia alimwambia hii Yuda inaenda. Wakati Yesu aliangalia hekalu hivi, aliwaambia hii itabomolewa, hii hakuna jiwe itakaa juu ya ingine. Na hiyo kitu iliwaudhi wa Israeli, lakini ilikuwa kweli. Na baada ya kufanya mioyo yao migumu, si hiyo hekalu ilibomolewa, si waliiona ikiwekwa chini. Saa nyingine ni kweli tunataka kusikia hiyo utamu, lakini ndugu yangu, si kweli hiyo utamu, si kweli hiyo utamu, haitakusaidia. Mimi nakwambia, labda ungeambia watu last year kutakuja na ugonjwa ya corona, watu wangekupiga mawe. Labda ungesimama mahali uhubirie watu, useme ugonjwa inakuja, ugonjwa itaumiza Wakenya watateseka, nakwambia hawa raia wangekupiga mawe. Lakini si imekuja, ndio hii imekuja. Na hivyo ndio tunawaambia hata kuhusu habari za Yesu. Atakuja. Na maandiko inasema kuja kwake kutakuja na dhiki. Kuja kwa Yesu kutakuja na dhiki. Ni kama vile yule mama aliye na mimba, wakati anakwenda kujifungua, huyo mtoto anakujaga na machungu ndani ya maisha ya mama. Haji tu na raha, anakuja na uchungu. Ala, Mary, maneno ni kweli ama si? Huyu mtoto anakuja, lakini huyo mama yuko vipi? Huyo mama halali vizuri, amembeba mtoto hapa. Akipenduka hivi ni shida, akitembea ni shida. Nyinyi mnafikiria Yesu anakuja na uzuri? Hata mara ya kwanza hakuja na uzuri, anasema nilikuja na upanga. Na hata sasa hii nakuja na ubaya, kwa sababu kuja kwangu kuna mtatiza ibilisi, kuna msumbua shetani. Kuja kwangu, shetani anajua mimi nikikuja mambo yake yameharibika. Kama kuna maombi shetani anafanya sasa hivi, anamwambia tu Yesu ngoja. Kama kuna maombi anafanya sasa hivi, anamwambia tafadhali usikuje, sababu wewe ukikuja mimi mambo yangu imekwisha. Yesu akishachukua kanisa tu kile kimebaki ni kuangamizwa kwa ibilisi. Hiyo ndio kitu kimebaki. Maandiko inasema Yesu akishachukua kanisa na aende na watu wake, kilichobaki mpinga Kristo kuangamizwa, shetani kuangamizwa, ufalme wake kubomoka. Yaani hiyo ndiyo sababu shetani anaambia Yesu kaa tafadhali, kaa. Wale mapepo waliomuona Yesu wakamuuliza hata kwa uoga sana, kaambia Bwana, umekuja kutuangamiza hata siku zetu bado? Yaani walibembeleza, wakasema tunaomba maisha yetu iendelee ndani ya hawa nguruwe, si utuache tuingie kwa nguruwe, tuendelee tu kuishi, usituangamize. Kuja kwa Yesu Kristo kutaweka kila kitu chini. Ndio mwanzo wa dunia hii kuisha, ndio mwanzo wa ufalme wa giza kuisha. Yaani chanzo cha Yesu kukuja ni mambo yote kuharibika. Nisikieni nyinyi ambao mnanisikia, ole wenu nyinyi ambao mnaipenda dunia. Mambo haya hamwezi kuyasikia, yanawauma kweli kweli. Nyinyi ambao mnaipenda dunia, mnataka tu kusikia mtaongeza magari na manyumba na magorofa. Hakuna hivyo vitu, hakuna. Sasa hivi kuna watu wana kiu cha kuajiriwa kweli. Mungu akikuonea huruma sawa, lakini akikupinga shauri yako. Sikiliza vile anasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu wengine wanavyodhania kukawia. Mungu hakawii, ndugu yangu, Mungu hakawii.
Hebu tumuongeze Bwana Yesu makofi mazuri sana. Mimi sijui kwa nini watu hii Biblia hawapendi kuisoma vizuri. Yaani vile vitu ambao tunafaa kusoma at least viweze kutueducate kwa hii akili yetu ya ujinga. Hatutaki kusoma hiyo. Wewe fikiria mstari ambao unakwambia Bwana hakawii kutimiza ahadi yake. Bwana hakawii. Fikiria hiyo mstari vile iko very powerful. He will never fail to fulfill his mission. Haleluya. Watu walidhihaki. Nilisikia kwenye kitabu cha Malaki 4 watu walidhihaki. Wakasema kwani tangu tuanze kusikia dunia inaisha, mbona haijaisha? Ndugu yangu, itawapata ghafla binvu. Korona iliwapata ghafla. Muliongea. Kuna vitu vimetendeka hata watu mpaka sasa hivi, ndugu yangu, hawajaamini. Mpaka juzi nasikia mtu anauliza, hii korona itaisha kweli? Yaani mpaka hata wamekata tamaa kwamba haitaisha. Mashule ikawekwa vifuli, mashule. Bwana Yesu asifiwe sana. Shule, mabaa ikawekwa vifuli. Wewe fikiria. Sasa hivi ukienda hospitali, supermarket, unaambiwa simama huko, usimsogelee mwenza. Supermarket, mahali watu walikuwa wanafinyana vile, unaambiwa simama huko. Unaingia kwa bank, unaambiwa ngoja nje. Ndani huko kuna mtu mmoja tu. Mtu akipiga chafya ndani ya hii gari, watu wanashuka wote. Mtu akipiga tu watu wanashuka wote pale ndani. Niliona kuna gari moja, mtu amekufa ndani ya gari ya kwenda huko Mombasa Road, masafa ya kwenda Mombasa Road huko. Watu walitoka hapo wakikimbia hospitali. Mtu anatoka hapo anakimbia hospitali. Fikiria. Alafu mimi na ujinga wangu nisimame hapa nikwambie mambo itakuwa mzuri. Mambo itakuwa mzuri. Na mimi nishaanza kuona nyumba inaungua. Waswahili wenyewe walisema ukiona mwenzako ananyolewa, hebu anza kuweka kichwa yako maji. Hao waliona nini ndio wakaongea hivyo? Hao waliona nini? Na sisi tunaona mambo vile yanabadilika, lakini bado tunakataa kukubali ya kwamba maisha yanabadilika. Tunakataa. Unajua hiyo ndio tabia ya matajiri. Tajiri anafilisika, lakini anakataa. Bwana, hapana, sijafilisika, bado niko na. Anafilisika, anaisha. Mwanamke anazeeka, lakini anakataa. Sijazeeka, bado anajipaka. Hiyo ndio tabia ya wanadamu. Hawakubaliki wakati vitu vinabadilika. Na dunia inabadilika. Mwenye masikio afanye nini? Haya. Yesu alisema mkiangalia huku muone jua. Si huwa mnasema kuna kiangazi inakuja? Na mkiangalia huku muone mawingu. Si mnasema mvua inakuja? Mbona msiangalie? Mbona msiangalie hii Christmas vile ilikaa? Mjue dunia inaisha. Zile maduka zilikuwa zinapambwa na mataa huko. Mimi sijaona hizo duka zikipambwa. Wale watu walikuwa wanatembea na mapambo. Zile mapambo zinauzwa zile za kupamba nyumba. Sijaona mtu hata mmoja. Hii Mudhurwa. Na hapa ndio inakuaga headquarter hapa. Magari zinapambwa. Ukiuliza mtu nini Christmas? Sasa iko wapi? Baluni. Nimekaa hapa niangalie idadi ya wale watoto wanachorwa huku, wale wanaenda Uri Park. Hata sijaona. Nimeona sijui wawili. Tangu juzi wawili. Na nikasema labda hao wazazi wanajiweza. Akili nyingine ikaniambia ukiona huyu mtoto alichorwa sura, basi hata soda hakunywa. Aliambiwa chagua vitu mbili.
tukuchore ama ukunywe soda? Akasema mimi nachoro. Akaamua soda hakuna. Mungu hakawii kutimiza. Tunaingia 2021. Imebaki tu siku kama 4-5 hivi, siku 5 hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Imebaki siku 4-5. Sasa sikiliza maandiko nasema nini? Yeye anawavumilia, maana hataki mtu yoyote aangamie, bali kila mmoja afikirie toba. Hiyo ndio sababu ya Mungu anakaa kama anachelewa. Mimi sijui ndugu yangu, wewe ambao unaingojea mwaka wa 2021 kwa hamu, bado hujapatana na Mungu, hamjaelewana na Mungu, sijui nani atakusaidia hiyo 2021. Wewe hujapatana na Mungu. Na maandiko nasema wale ambao wamepatana na Mungu ndio wameahidiwa mambo mazuri mbele yao. Sasa wewe unataka uanze 2021 na kung'ang'ana, na yule anaweza kukusaidia sasa hivi ni Mungu. Wacheni kujidanganya na mambo ya siasa. Huu mwaka unakuja ndio utakuwa mgumu kuliko huu. Wacheni niwaambie, wakati nyinyi mnafikiria labda mambo yenu yatafikiriwa, watu wanakumbuka sasa vile watafanya kampeni zao, watapata viti, pesa itafungwa kwa ajili ya kampeni. Wale watanusia labda kushindwa, watapora pesa zote kwenye akaunti ya umma. Wale watanusia kushindwa. Mtu akinusia tu kushindwa hivi, anapora kila kitu kwa hiyo akaunti. Anasema yule mtamchagua, wacha akuje na pesa ya kuangalia. Huu mwaka unakuja na bado hujafikiria mambo ya Mungu. Umeishi miaka yote ndani ya dhambi na unataka kuruka mwaka na dhambi. Mungu anatuvumilia. Mungu anatuvumilia wa Kenya. Labda nchi zingine hawajaambiwa hiyo. Mungu anatuvumilia, na lengo lake la kutuvumilia ni kila mmoja afikie toba. Mungu anatuvumilia. Mungu hatuvumilii ili atuinue. Anatuvumilia tufikie toba. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie kuelewa. Neno la Mungu limepotoshwa kwa njia nyingi mpaka watu hawaelewi. Hivi injili ililetwa kwa sababu gani? Unajua mpaka inafika mahali unashindwa kuelewa tofauti ya Torati na injili ilikuwa nini. Kama mienendo ya wanadamu ni ile ile, kama mahubiri na matamko ya watumishi wa Mungu ni yale yale. Mungu alianza kulia kuhusu manabii wa uongo tangu Agano la Kale. Akawaonya hata kwa njia ya kuhubiri kwao. Akawaambia, nyinyi mnakataa kuambia watu wangu ukweli. Mmekataa kuwaambia ukweli. Kama kuna kitu inauma Mungu mbinguni, ni kwamba kuna watu ambao wanajiita na jina la Mungu na wameficha ukweli wa Mungu mbele za wanadamu. Saa nyingine inaumiza kuelewa hivyo. Ukisikia mtu amekaa mahali anakuambia, kweli pasta, nataka kuokoka, lakini pasta, nitaenda kwa kanisa ya nani? Nitaenda kwa kanisa ya nani? Pasta, kweli mimi nataka Mungu, lakini nitajiunga na mchungaji gani? Mbona wote wanakaa kikorakora? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpe Bwana Yesu makofi mazuri. Mungu anatuvumilia, na uvumilivu wake kwetu ni kwamba watu watubu. Hii dhambi ni mbaya ndugu yangu. Hii dhambi imegharimu Mungu mtoto wake. Hii dhambi ni mbaya. Popote hii dhambi ilikanyaga ilibomoa. Popote dhambi ilikanyaga ilibomoa.
Dhambi iliingia katika bustani ya Eden ikaibomoa hiyo bustani. Dhambi iliingia kwa nyumba ya Daudi ikaibomoa. Dhambi iliingia ndani ya Waisraeli ikabomoa. Walitoka Misri wametakaswa vizuri, wamelishwa mkate usio na chachu, wamekunywa wamejipaka damu ya kondoo, wamefanyiwa matambiko ya kuwatakasa. Walitoka Misri wakiwa wamefanyiwa matambiko ya kuwatakasa ili waweze kutembea na Mungu. Tatizo ni hili, walijiingiza kwa dhambi tena. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Ndugu yangu, ninawaomba, hili neno halijaletwa bure. Nilikwambia hapa last week ya kwamba Mungu ni Mungu wa ukumbusho. Mungu atatukumbusha mpaka last minute, nakwambia mpaka last minute. Mungu atatukumbusha habari za Yesu mpaka dakika ya mwisho. Mungu wetu ni Mungu wa ukumbusho, na anapenda kutukumbusha kweli. Kwa wale wanafanya dhambi, hata kosa kutuma mtu, hata kosa kutuma neno. Tukikaa unasikia mwimbaji ametoka na wimbo inatuonya dhambi fulani. Tukikaa tunasikia mhubiri ametoka na message inatuonya mahali fulani. Sasa wacha usikie vile inasema. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Ni kweli, Mungu ana tabia hiyo. Aliwavamia Sodoma na Gomora kama mwizi. Alivamia kizazi cha Nuhu kama mwizi. Alivamia tu. Wale walioshuhudia hiyo siku, ndugu yangu, walitoa habari yake. Wale walioshuhudia hiyo siku walisema maji ilianza pale chini kwenye wayo mpaka kwa kisigino, mpaka kwa magoti, mpaka kwa kiuno, mpaka kwa kifua. Walishuhudia wale walioona hiyo siku. Maandiko yanasema Roho wa Mungu aliiona hiyo siku. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Tumpatie Yesu makofi. Na Mungu akifanya jambo, ndugu yangu, anapendaga kuacha ushahidi. Mungu anapendaga kuacha ushahidi. Na nimesoma ndani ya Biblia, nasikia wakati Yesu alipochukuliwa na upepo kwenda mbinguni, kulikuwa na mashahidi 500. Kulikuwa na 500 disciples waliona Yesu akienda hivi. 500. Kunyakuliwa inakuja. Ni kitendo cha rohoni. Na ndio maana wengi ambao ni wa mwilini hawawezi ongea kuhusu hicho kitendo cha rohoni. Hawakijui. Makanisa ambao ni ya dini. Makanisa ambayo wanapenda kuona masanamu na misalaba, akili zao bado ziko rooted kwa dini. Hawawezi kukuelezea undani wa kunyakuliwa kwa Kristo, kwa kanisa. Hawawezi. Na hatuongei hivyo kwa chuki ama kwa vita. Ni ukweli. Hili jambo limekuwa tangu zamani na hakuna mtu alikuwa analiongea. Hatuongei kwa ubaya. Wewe ukiwa ni mtu wa kuangalia vitu ya mwilini, huwezi kuona vya rohoni. Vya rohoni vina wenyewe walioweka akili yao na bidii na juhudi kuvitafuta, ndio wanaviona. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu Bwana. Wewe ukiweka akili yako kuona vitu ya mwili, upigi magoti mpaka uone msalaba, mpaka uone bendera, mpaka uone mshumaa. Huwezi ona vitu ya rohoni kizoea kuona vitu hizo. Kuna watu bwana wanajificha milimani, hawaendi na bendera wala na mshumaa, wanaenda peke yao. Mtu anaenda peke yake na anajificha huko na anajikomiti kutafuta vya rohoni, na akishuka anakuambia nimekutana na vya rohoni. Anaendaga peke yake. Wewe bidii yako umeiweka wapi? Wewe ukiona mtu wa Sabato anapinga kuhusu kunyakuliwa, na imeandikwa hapa wazi, usimlaumu, haoni vya rohoni. Yeye bado ni mtu ako kwa sheria ya Wayahudi.
Wayahudi hawakumuona Yesu akizaliwa, wataona Yesu akikuja, watamuona akikuja. Hawakuona akizaliwa. Kuna mtu aliniuliza, mchungaji, kwani ukihubiri huwa unapigana na mtu? Sio kupigana, ni kukuambia ukweli. Wewe hukuona Yesu rohoni, utamuonaje akija? Kuna wale watamuona akija, na wale watamuona ni wale walioitwa kulingana na kusudi lake. Maandiko inasema wazi, na wajua walio wangu, na walio wangu pia wananijua. Tunajuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, tunajuana. Hili sio jambo la kila mtu. Ni kweli tunaweza kujilimbikizia, lakini halituhusu. Ilinishangaza bwana, mimi nilinishangaza. Eti juzi nilisikia Waislamu kule Nigeria, ilipofika siku ya Christmas, wakaingia kanisani kwenda kushiriki siku ya Yesu kuzaliwa. Kule Nigeria Waislamu wakaingia kanisani. Nasikia pia Tanzania kuna Waislamu wale wanajiita kwa jina la Isa bin Maryam, yani Yesu mwana wa Mariamu. Kuna Isa bin na hiyo kikundi ya Waislamu inajiita the Shia Muslim. Sasa kwa sababu wanajiitanisha na Isa bin Maryam, ilipofika siku ya 25 wakajiingiza kanisa. Nikasema haya, jilimbikizieni tu, lakini hiyo sio njia. Njia ni kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. We ingia kanisani, kunywa na sisi soda, kula na sisi, lakini kuingia pale sio njia hiyo. Maandiko nasema lazima kinywa kikiri, ukiri na goti lipigwe na ukiri kwamba Kristo ni Bwana. Sasa umeanza hiyo njia, umeanza. Lakini kuingia kanisani tu na tuimbe haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio tu huyo, usimcheke huyo Muislamu. Kuna hata sisi Wakristo pia, Wakristo ambao hatujaamua kumkiri Yesu, lakini pia tuko kanisani tunasherekea Christmas. Unaona ile ujinga tuko nayo, tunasherekea lakini hatujamkiri Yesu. Magoti yetu hayajapigwa tuseme Yesu ndio Bwana na Mwokozi. Lakini unajua tunajiunganisha pa. Jana bwana, kuna watu walijaa kanisani jana. Wale watu walijaa makanisani, wakasema sisi tunasherekea Yesu. Kwenda kanisani sio hoja. Mimi ningefurahia mtu ambaye anakwenda kanisani na anasema mimi nimetambua Yesu alizaliwa kwa ajili yangu, nimekuja kumpokea Yesu. Ningesema huyo tiki. Si hii ni siku ya Yesu kuzaliwa ndani yetu hata mimi nimeingia hata hii tiki. Nisikia jamaa ananiambia tena, alikuja pale kanisani akiwa mlevi kidogo, ameonja. Sasa katika ile discussion tuna discuss, akaniambia pastor, unajua mimi hata kama sijaokoka pastor, mimi ile kitu najua yenye saa God hawezi niweka kwa mchanga bila mimi kukula happy kidogo. Siwezi kufa maskini pastor, ile kitu najua. Hivi sahi Mungu ananipangia tu vile naweza toboa life, ndio hata nikikufa niwe nimeenjoy. Nikaambia mjinga wewe, anangoja utubu, sio utoboe life, utubu. Na mtu anaongea bwana ni kama yeye anajua Mungu hata kuniliko. Yaani mimi hiyo ndio kitu inanishangaza na hao watenda dhambi. Sasa ile unaongea na wao, wanaongea ni kama wao ndio mapasta. Wao ndio mapasta na wewe ndio mshirika. Mtu anakuambia pasta, mimi najua Mungu hawezi kubali nikufe kama enjoy life. Kwa nini alinileta kwa dunia? Namwambia nangoja utubu. Wewe ni nani alikudanganya uniletwa kwa dunia uenjoy life? Uzuri alitubu.
na akanipa namba ya mama yake, yuko wapi kule kunaitwa Nyandarua. Nikatwanga, mama akaniambia mimi huyo kijana Joshua namjua, na kama ameokoka hakika maombi yangu yamejibiwa. Mama yake ako ACK, Anglican Church of Kenya, SK. Ananiambia basi hata hivi unanipigia ndio tunamaliza ibada. Huyo kijana hebu nipatie niongee na nikampatia. Nasema Mungu asante kwa huyu akiokoka malaika mbinguni wanashangilia, asante kwa huyu. Lakini ile akili alikuja nayo pale ilikuwa akili mbovu, imeoza, eti Mungu hawezi kubali niingie kwa mchanga kabla sijajienjoy. Kaambia ngoja utubu my friend. Sasa wakati nilipomfungulia hapa akaanza kutoa machozi ya ulevi. Unajua ulevi pia iko na machozi yake. Nikamwambia ona imeandikwa nini? Anangojea utubu. Akapiga magoti na nikamfurahia Mungu sana. Nikasema Mungu nipe watu wengi ambao mtu anaweza onyeshwa tu Biblia, aonyeshwe evidence ya Bible, ambiwe ndio hii, akisoma anapiga magoti. Naomba tu Mungu anipatie watu wengi kama hao. Bora tu utamuonyesha ndio hii, na umwambie hiyo unafikiria sio hiyo, hii ndio ya ukweli hii. Mungu anangoja utubu, bila hivyo we kwisha. Sikia vile nataka nimalize tu na mstari mmoja nikuache. Siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Wakenya mnisikie, Wakenya mnisikie. Inaweza hata ikakuja tu kesho. Hata hii mwaka inaanza, inaweza ikakuja. Yaani mahali tuko mimi hata ninachukia hizi matarehe. Unajua hizi matarehe as make a meaning to me. Mimi mwaka inaitwa 2020, 2021, 2020. Unajua hiyo miaka imeisha. Sisi tulizaliwa miaka ya 19 tulikuwa tunaona hiyo miaka inakaa adabu. 1950, 1960, 1970. Unaona inakaa miaka ya adabu, miaka ya ujana. Tunaelewana? 1990, miaka mizuri. Lakini 2023 unaona inakaa ni kama it is from another world. Yaani sio hii dunia. 2023. Wacha tumalize ndugu yangu. Mungu atatumana tu jeshi ya siku moja, tutaamuka tu kama vile tsunami iliwapata watu wa Indonesia. Ndugu yangu, tu kitu ilitendeka haijawahi onekana dunia yote. Bahari ilitoka kule ikafunika. Kuna kitu tu sijui anapanga aje. Lakini kidogo niko na kaidia ndugu yangu. Watu watanyakuliwa. Nilikuwa nasikia mchungaji mmoja anasema hiyo siku ndege itakuwa imebeba watu karibu 300. Alafu yule pilot ameokoka. Alafu dakika moja parapanda inalia, pilot anachukuliwa. Kitambo watu washtuke, ndege inateremka chini. Ndege inateremka. Watu 300 wote wanakufa. Anasema matrain. Na kweli sasa usafiri wa Nairobi utakuwa matrain. Rubani alikuwa ameokoka, amenyakuliwa, ameachana na hiyo train. Watu wamekufa. Captain wa meli amenyakuliwa. Mtasikia sijui kuna meli imepotea. Na itatendeka. Mama ameingia theater, amepasuliwa. Daktari alikuwa ameokoka, amenyakuliwa.
mama amewachwa tumbo wazi, kila kitu. Kuna vitatendeka. Shauri yenu. Hii corona, Mungu alitupatia test ya vile uovu unaweza kuingia kwa dunia na watu wasielewe imeingia namna gani. Hiyo ni test tumepewa. Test. Kama hiyo inaweza kutendeka, hata kanisa inaweza kunyakuliwa. Sikia vile anasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi, ndipo mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu, na vitu vya asili vitateketezwa kwa moto, nayo dunia na kila kitu kilichomo ndani yake kitaunguzwa. Kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, nyinyi je, imewapasa kuwa watu wa namna gani? Inawapasa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkingojea na kuhimiza kuja kwa hiyo siku ya Mungu, ambayo siku hiyo mbingu zitachomwa moto. Sikiliza ile kitu ambayo tunahimizwa kufanya sisi ambao ni wanadamu wa kawaida. Tunapaswa kukaa vipi? Tuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu na kuhimiza. Hii ni siku tutaiongelea, tuihimize, tunaiongea kila wakati. Petro anasema hivyo. Simama kwa miguu yako miwili. Tuihimize hii siku, tuiongee usiku na mchana. Iko shida? Unataka kuokoka? Unaitwa nani? Joseph Makomi. Simama pale. Joseph, unatoka upande gani wa Kenya? Murang'a, Kangema. Wazazi wako wako hai? Hapa Nairobi una ndugu? Uko peke yako hivyo vile ulivyo, na unataka kuokoka, umpokee Yesu. Niachana na urevi, bangi na yote, nipokee. Njoo. Umeshawahi kwenda kanisani hata siku moja? Nataka nikuombee, lakini kabla nikuombee, nataka tuzungumze na wewe mambo mazuri sana. Sitaki uchukue hii hatua hivi. Bwana, hata penye nimekuja hapa sijui, ni Mungu amenileta mahali nimetoka. Hata nimetoka Majai saa hii. Umetoka Majengo? Kukunywa, tumekuja na mabesi, tumekuja tu kuongea uzuri. Wengine wameroa hapo, tumewaacha. Mimi nimekuja mpaka roho inaniambia nikuja mpaka hapa. Simama pale. Nitakuombea saa hii. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wowote neno la Mungu linatoka jinsi inavyostahili, lazima litafanya jambo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Wangapi wanakubali hiyo? Ikitoka vile inatakikana, lazima itafanya jambo. Nataka tumshukuru Bwana kwa hili neno, alafu tumuombee huyu Bwana. Inamisha uso wako. Baba, tunakushukuru kwa sababu sisi umetupatia mtazamo mwingine wa mwaka wa 2021. Wakati wengine wamepewa mtazamo wa baraka, kuinuka, na sio vibaya, lakini mambo hayo yanapotosha. Sio vibaya kuinuka, sio vibaya kubarikiwa, sio vibaya kufunguliwa, sio vibaya, lakini hayo mambo hayadumu milele. Nashukuru wewe Bwana, leo sisi umetupatia mtazamo mwingine.
Umetuambia tujiandae na kuja kwa Yesu. Umetuambia tutubu, umetuambia tuokoke, umetuambia tukae tayari. Na Bwana, ninajua watu watapewa hii mitazamo miwili tofauti wakati tutaruka huu mwaka. Kuna wachungaji watapatiana mtazamo huu mwingine, na kuna wale watasimama kidete wakiwaambia watu wajiandae, siku zimekwisha, miaka imekwisha, na watawafunza watu kukaa kwa utakatifu na wakae kwa kumcha Mungu, na watawakumbusha watu ya kwamba siku 1000 kwa Mungu ni kama siku moja, na siku moja kwa Mungu ni kama siku 1000. Baba, nashukuru kwa hao wachungaji ambao watawapatia mtazamo huu. Nashukuru kwa wale wachungaji ambao watawahimiza wengi wa Kristo kwa ukweli wako, kwa sababu hii dunia inakwisha Bwana. Hii dunia inakwisha. Huo ndio ukweli wa mambo. Hakuna uzuri wote ulio mbele. Sasa hivi ni kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Baada ya Yesu kutuchukua kanisa, kilichobaki ni hukumu. Maandiko inasema hata wale watakaobaki wa imani watajiokoa kwa uhai wao. Maana yake Yesu hatarudi tena kuchukua watu. Harudi tena kuchukua watu. Hii ndiyo grupu ya kwanza atachukua. Na baada ya hapo hukumu. Tunasikia shetani atafungwa, tunasikia dunia itachomwa moto, tunasikia mambo ambayo ni ajabu ajabu. Alafu Yerusalemu mpya ikuchi. Bwana, tunaomba tuwapatie watu wako mtazamo wa kweli. Kila wakati kuna ile mzuri na mbaya, kuna baraka na kuna mauti, kuna uzima na kuna mauti, kuna baraka, kuna laana. Kila wakati kuna mambo mawili ambayo ni tofauti. Lakini Baba, tunaomba tuwape watu wako mwelekeo mzuri, mwelekeo wa kujiandaa. Hizi siku zimeisha, miaka inadorora. Biblia inaendelea kusema kwenye kitabu cha Ufunuo, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye utakatifu azidi kuwa mtakatifu, mwenye haki azidi kufanya haki. Kristo unakuja na ujira mkononi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana, tunaomba hata kwa hii roho moja umetuletea leo ili iweze kuokoka, hii nafsi moja tuiombee Bwana, iokoke, isimame. Tunaomba wakati tunakwenda kumkabidhi huyu ndugu mbele zako, usimwachilie. Ing'ang'ania hiyo roho Jehova Yesu Kristo, ing'ang'ania hiyo roho, ipiganie hiyo roho, usiachilie. Anasema yeye mwenyewe hajui hata vile amefika hapa, hajui hata imekuwaje amefika hapa. Na kulilia Bwana wangu Yesu, wewe uliyefanya ndugu yetu Zakayo apande juu ya mti bila hata kujua vile amepanda juu ya hiyo mti, wewe ambaye ulifanya hata yule mama aweze kukushika nguo zako na matatizo yake yaishe, ni wewe umefanya hiyo mambo kiroho. Bwana, hii roho tunaililia. Tusiiombee hapa tusikie imerudi nyuma, tusiiombee hapa tusikie imeanguka. Hapa tunaililia hii roho. Tutakapoiombea leo isimame wima, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Kuja. Umesema unaitwa nani? Naitwa Joseph Makumi. Nataka tuombe. Joseph, sogea hapa, funga macho yako, tumuombe Joseph. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya huyu bwana huyu. Hii roho Baba, kwa watu wengine haina maana. Kuna watu wameikataa, wameitukana, wameifukuza, wameiona haina faida. Lakini Bwana, hii roho kwako ina maana kweli kweli, ina faida mingi sana. Na Baba, ninaomba hii roho ukaweze kuikomboa. Bwana wangu Yesu Kristo, ikomboe hii roho. Hii roho ambayo kwa macho ya wengi haifai. Yule mwizi aliyekuwa msalabani alionekana hafai. Yule mwanamke kahaba alionekana hafai, wakasema wapige mawe. Labda hata huyu Bwana, kuna watu wameona hafai lolote, hafai kitu, lakini wewe uliona ni wa faida sana. Tunakupa huyu Joseph Bwana,
tunakupa huyu Joseph Bwana, ukaweze kumbadilisha maisha yake, ukamtengeneze, ukamfanye kiumbe kipya. Muondolee aibu ya kila aina, muondolee kudharauliwa, kuchekwa, muondolee hii minyororo ya ulevi, hii minyororo ya bangi, maovu ya kila aina ambayo shetani ametupa juu ya maisha yake. Muondolee Bwana, muondolee takataka zote ambazo zimefanya aonekane ya kwamba hafai. Muondolee Bwana, ni roho ya uizi, ni roho ya uongo, ni roho ya ulevi, uvuta bangi, ugaidi. Bwana, hizo takataka zote shetani ametupa juu ya Joseph ndio aonekane hafai. Hizo takataka wewe Yesu zioshe kwa damu yako takatifu, damu yako iliyomwagika pale Calvary, hiyo damu iliyomwagika Golgotha imtakase huyu Bwana. Ninasema umpe maisha mapya, mfanye kuwa ushuhuda, fanye kuwa ushuhuda kwa wengi. Umebadilisha wengi, umetengeneza wengi. Huyu sio wa kwanza. Hata sisi tulikuwa hali yake, hata sisi hatukupendeza, hata sisi hatukuwa wa maana, lakini leo Bwana tunajivunia heshima yako, tunajivunia utukufu wako. Na huyu ndugu yetu pia Baba, tunakuomba kwa uwezo ulioweka ndani ya Yesu Kristo, Yesu Kristo Mungu wa kweli, wewe ambaye umefanywa mrithi wa mali yote ya Mungu, wewe ambaye umepewa mamlaka yote juu ya wanadamu, wewe umepewa nguvu zote juu ya wanadamu, mbadilishe huyu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Namtangazia kuwa huru, namtangazia kuwekwa huru. Nasema kuanzia leo yeye yuko huru. Nasema roho yote ya pombe, ya ulevi imeisha hapa, imeisha hapa kwa jina la Yesu Kristo. Tunasema minyororo yote ibilisi amemfunga nayo kumfanya mtumwa wa dhambi, yote imekatwa katwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu yote imekatwa katwa. Sasa tunamtangazia uhuru wake, tunamweka huru yeye kwa mamlaka uliotupa Yesu Kristo. Shetani tunakutangazia wazi kweupe, una mamlaka juu yake tena, una uwezo juu yake tena. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen, amen. Tumpe Yesu makofi. Nenda kwa yule mzee pale, unamwona yule mzee amesimama pale, unaona huyo mzee? Nenda kwake, anaitwa mtumishi wa Mungu Zakaria, anaitwa Zakaria. Nenda kwa huyo mzee hapo, huyo ni mzee wetu hapa wa kanisa, nenda kuzungumzia. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya ushindi. Neno la kweli likihubiriwa lazima utaona mambo kama hayo. Neno limefunuliwa, watu waokoke. Haleluya. Inua tu mkono wako hivi tuweze kutamka neno moja. Tamke tu neno moja nikuache uende. Baba, asante kwa hiyo mikono imeinuliwa na kukabidhi wewe watu hawa. Wewe ndio unajua kusudi lako ndani yao. Hata unajua 2021 unawapeleka wapi. Hiyo ripoti yote wewe unayo mkononi mwako Jehova. Kile ninachokuomba Jehova, ukaweze kuwatunza, waepushe tu na maovu na mabaya ambayo yamekusudia kuinuka. Biblia inasema kuna mambo ya njaa yatakuja, kuna mambo ya mateso, dhiki, taabu. Bwana, walinde na waweka mbele yako, uwafiche, wafiche. Dunia inaendelea ikibadilika siku baada ya siku. Kisulisuli cha maisha kinapoinuka, Bwana, wafiche na wahifadhi, waweke salama. Ni magonjwa, ni ukosefu wa kazi, ni ukosefu wa chakula, wewe uwe msaada wao, wewe uwe tegemeo lao, wewe ukawaangalie kwa kila njia. Ni watoto wanarudi shule, ni biashara wanarudi, ni kazini wanarudi. Baba, ninasema plant new ideas ndani yao, waanze mwaka mpya na mawazo mapya na njia mpya. Na kadri wanavyofanya hivyo, wasisahau ya kwamba na wewe Kristo unakuja. Wakishughulikia watoto, ndoa zao, nyumba zao na kila kitu, pia washughulikie wokovu wao. Wahakikishe ya kwamba Yesu akirudi atawakuta wakiwa safi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo
na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Wote tuseme nini?